Willy, mambo vipi? Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza tuko kwenye mwezi muhimu, tunaweza tukasema mwezi wa toba, kwa sababu Wakristo tumefunga, Waislamu pia tumefunga. Kwa hiyo ni mwezi muhimu sana, hasa kwa sisi wa upande ambao kidogo tunamjua Mwenyezi Mungu. Unamjua Mungu? Lakini mimi namjua. Basi ubarikiwe sana Bwana Willy, mchezo natumai umeutazama na Dar es Salaam Afrika wameondoka na ushindi wa mabao mawili, na miongoni mwa vitu ambavyo vimevutia katika siku ya leo ni Buba kufunga, lakini assist akipata kutoka kwa Mudathiri Yahya. Basi mchezaji ameingia katika dirisha dogo, lakini kama ameanza kuelewana na wachezaji wenzie. Tukianzia hapo unalizungumzia? Kwa uchezaji, kwanza ni mchezaji mzuri sana, tunampongeza kwa sababu ndo mechi ya kwanza na ameonyesha. Kwa hiyo moja kwa moja inaonyesha amekuja kidogo na ile chemistry yake, kwa kuja kuchanganya na Yanga namna ambavyo wanacheza inakuwa ni rahisi sana, lakini tunahitaji pia kumpa muda, kwa sababu tumeangalia daraja la Cosmopolitan, inaonekana kabisa ni daraja ambalo sio daraja la juu sana, lakini kwa alichokifanya leo na Yanga kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa sababu hatua hii ni hatua ya mtoano, tunampongeza kwa sababu mechi ya leo ameenda kuiamua yeye kwa miguu yake. Wamepata goli mbili na goli mbili pekee ambazo zimewafanya Yanga watoke kwenye hatua hii hapa na kwenda katika hatua nyingine. Umeona Cosmo kipindi cha pili wakaja, hata namna ambavyo wamefungwa unaona ni ule ushamba tu wa kucheza na Yanga, pengine unaona mimi na mkaba fulani, lakini kipindi cha pili wao ilikuwa ni timu ya kwanza kiwanjani, kwa sababu wameenda wamecheza vizuri, wamejaribu kuwazuia Yanga namna gani wanavyoenda kutengeneza mashambulizi. Wamewahi kuziba zile nafasi ambazo kipindi cha kwanza mipira ilikuwa inapita kwa urahisi, hatimaye matokeo yakawa 2-1. Kwa hiyo mchezaji kwenye kufunga kwa mechi ya kwanza tunampa hongera sana, lakini bado kutambua kwamba ni mchezaji mzuri moja kwa moja kiwanjani, ngoja tumpe mechi ya pili kutokana na daraja la hawa Cosmo, kutokana na daraja lao kidogo la kawaida. Kwa hiyo tukimpa muda, kama ataenda atascore. Mchezaji mzuri kaka, haitakiwi umpe muda. Mchezaji mzuri mpe mpira akuonyeshe nini anachoenda kufanya kiwanjani. Touch ya kwanza, namna anavyotembea na mpira, namna timu ikiwa haina mpira, namna anavyojiposition, lakini kwa alichokifanya leo tunampa hongera sana. Miongoni mwa vitu ambavyo sasa hivi vimekuwa vya moto ni kuelekea mchezo wa dabi kati ya Simba na Dar es Salaam Afrika, na hiki ambacho kinatokea kwa timu hizo zote mbili, unaona kinakwenda kuakisi mchezo wa namna gani wa tarehe moja? Dabi itakuwa ni ngumu sana, pengine ngumu zaidi kwa upande wetu kutokana na tumefungwa na Yanga mpaka dabi tunaweza tukasema imepoteza mvuto. Tumefungwa mara nyingi sana na Yanga, kwa hiyo hata wachezaji wanajua madeni pekee ambao tuko nao msimu huu. Kwanza Simba tumeanza kidogo kwa kusuasua, hasa kwenye mashindano ya kimataifa. Timu ambayo ilikuwa inategemewa pengine itafanya vizuri imeenda kuburuza mkia, kwa maana kwamba kwenye kundi Simba imeenda kumaliza kwenye nafasi za chini. Kwa hiyo wachezaji wanajua madeni yao pekee ya sisi ili kusudi tu fly ni kwenda kumfunga Yanga kwanza kabla ya kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu msimu huu, kwa sababu kwenye swala la ubingwa wa ligi ni mchezo wa kuangusha na kuokota alama. Kwa hiyo issue pekee itakayotuunganisha sisi na ubingwa msimu huu, issue ya kwanza ni kumfunga Yanga, kwa sababu ukiangalia Yanga kwenye michezo yake hakuna mchezo ambao amefungwa, tofauti na sisi ambao tumefungwa, tumepoteza alama 3. Kwa hiyo issue kubwa kwa Simba Sport Club ni kwenda kumfunga Yanga mechi ya kwanza ili kusudi twende kwenye makaratasi, baadaye tutakuja tuangalie point nani anafaa. Japokuwa dabi ni ngumu sana. Wakati mwingine kwenye dabi unaweza ukawa una wachezaji wa kawaida, lakini mbinu za kocha zikaenda kuamua mechi na namna gani mtu uende kuwin. Kwa sababu ukiangalia matatizo kiufundi yaliyokuwa kwa Yanga na Simba ni hayo. Kwa sababu ukiangalia jana Simba amecheza pale na ile Greenland. Unaangalia Simba wanacheza vizuri kutoka kwenye beki mpaka kwenye eneo la kiungo, lakini mbele kule wanakosa wale watu ambao ubunifu unakosekana, ina maana wanashindwa kufunga magoli mengi. Kwa hiyo kocha anatakiwa arudi kwenye uwanja wa mazoezi aifanyie kazi eneo zima la finisha pale mbele. Ukiangalia Yanga pia wanacheza, lakini kuna kitu ambacho nao kwa hao kinakosekana. Nadhani atakayezichanga kata zake vizuri ataenda kushinda, kwa sababu si ukiangalia kwenye hili dirisha dogo wachezaji ambao tumewasajili msimu huu, unaona kabisa kwenye dirisha dogo pengine tumefanikiwa kuliko hata kwenye dirisha kubwa. Wachezaji moja kwa moja wameingia na wameonyesha. Umeona mchezaji mmoja ni Seti Aura ambaye pengine ameonyesha kwenye mechi mbili ambayo za kimataifa ameenda amefunga, na yule mchezaji tumemsajili kwenye profile yake miezi 4 hana timu yoyote, hata kwa hiyo fitness level yake haikuwa juu sana. Kwa kama ataenda atafanya mazoezi vizuri, nadhani tuna wachezaji wazuri sana, tutashuhudia dabi bora pengine kuwahi kutokea. Lakini mpinzani wako ama mtani wako ameamua dabi kuipeleka Zanzibar kwa sababu anaamini ni sehemu ambayo timu yoyote kwa sasa hivi inapofika pale Zanzibar hawezi akatoboa. Kwa upande wenu kwa sababu ni mchezo, na unajua siku zote vita, unapoenda kupigana vita utakiwa uchague uwanja wa vita, kwamba vita hii mimi nikichezea Chamanzi au nikichezea sehemu fulani
taenda kuishinda. Simba tu natakiwa tuwekeze zaidi kwenye kukiboresha kikosi chetu, kikosi kiwe imara, ili kusudi vita ukapigana eneo lolote. Kama una kikosi imara, wewe hata ukipigana baharini, ukipigana sehemu yoyote, unaenda unashinda. Mimi sidhani kama uwanja wa Zanzibar unamfavor zaidi Yanga. Kama wewe umejipanga vizuri na kikosi chako, una wanajeshi wako ambao wanaenda wakakufanya vita uishinde, unaenda kuwin. Pengine mechi ameitoa Dar es Salaam kutokana pengine kuna tamasha nadhani la uhifadhi wa Qur'ani ambalo ni tarehe 1 pia. Kwa hiyo wanaona kama ratiba pia zitaingiliana na ule muda kutokana na uwanja labda pengine ambapo utakuwa, wameona kwamba tupishe huku kifanyike hichi ili kusudi boli liende likatembee Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar wao wanaita Guantanamo, lakini tunakumbuka Guantanamo pia kuna wafungwa ambao waliweza wakatoroka. Kwa hiyo mimi nadhani wafungwa wengine ambao walishatoroka. Kwa hiyo huyu Simba pengine ni Nyampala ambaye analinda wafungwa kule Guantanamo. Ngoja tuzisubiri dakika 90 za tarehe 1 tutakuja tuongee, lakini mimi kwa imani yangu nawapa zaidi karata Simba kutokana na wamepoteza mara nyingi sana. Pengine hata dabi kama nilivyokuambia mwanzo imekosa mvuto, saizi kila dabi inaonekana ni ya upande mmoja. Wanasema wale wote ambao waliokuwa wanacheka wao kuondolewa katika michuano ya kimataifa basi wajipange. Kwa sababu unajua kwanza kwa malengo Yanga yeye alikuwa ameshafikia malengo yake. Ukimsikiliza vizuri kabisa engineer, Yanga yeye malengo yake ilikuwa ni hatua hizi ambazo ametoka. Pengine kwenye hatua hizi hapa tumlaumu Simba ambaye ameshacheza hatua za makundi mara nyingi, pengine ilikuwa ni robo finali. Nadhani robo finali Simba ilikuwa ndo maisha yake, ndio maana tulishai kuitoga mpaka mwaka robo. Kwa hiyo kwenye malengo Simba pengine ndio hajafikia yale malengo, lakini kwa Yanga hapa walikofikia wao walikuwa wameshafikia malengo yao. Lazima kuna kitu ambacho Yanga warudi kwenye makaratasi wajiulize. Msimu wa 2023 Yanga amefuzu kwa alama 8. Sio, unielewa? Msimu wa 2024 Yanga alienda alishinda, lakini alama 8 hizo hizo kwenye hatua ya makundi, nakwambia hiyo. Alama 8 hizo hizo zikamfanya asiende. Msimu unaokuja wa 25 26 kabla ya huu hapa, ule alikuwa anahitaji goli moja lakini alikuwa na alama 8 nadhani. Ikashindikana Benjamin Mkapa pale. Msimu huu tena nakufa na alama 8. Kwa lazima uone kwamba Simba ndio baba wa mpira. Bila Simba imara kwenye mechi za kimataifa, kwa hasa mashindano ya kimataifa, mpira wa Tanzania unaweza ukayumba. Kwa sababu unamwangalia Yanga hajawahi kwenye hatua zake za makundi zote mpaka hatua zinazofuata kukusanya alama 9. Umeona yaani mechi zote Yanga 8. Hata ule msimu aliofuzu Yanga kusogea kwenye hatua ya shirikisho alienda kwa hizo za alama 8, isipokuwa tu Belouizdad nadhani alicheza naye hapa akamfunga akaenda kwa tofauti ya magoli, lakini kwenye alama wakawa wao ndio wanatakiwa waamue kati ya Yanga au Belouizdad. Ndio maana unaona Yanga akashinda goli 4 akaenda. Kwa hiyo unaona kabisa kwenye mambo ya kimataifa ni masuala ya Simba. Msimu of course tunakiri kwamba tumefeli kutokana na kubadilisha kwa makocha na wachezaji, ndio kitu ambacho kimetusababisha pengine tufeli. Azam pia na yeye alikuwa ana malengo mazuri, tukaona na alama 9 pengine anaweza akaitoa Tanzania kimasomaso, akaenda akafeli. Kwa hiyo tunasema ni mwaka wa shetani kwa wawakilishi wote wa Tanzania.